na waimbaji waliopita nimefika mwishoni, ila walikuwa wanaongea adui alitamani kutumeza. Kwa hiyo inaonesha kuna vita, lakini pia walikuwa wanasema tutashinda. Kwa maana hiyo huwezi kushinda bila kushindana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kuanza kabisa tutajikumbusha maana ya vita ni nini kwa uelewa tunavyoelewa. Kwa uelewa wangu, kwa maneno rahisi, vita ni mapigano au mashindano ya pande mbili yenye lengo la kuharibu upande mwingine. Mapigano ya pande mbili, lakini upande mmoja ukilenga kuharibu upande mwingine. Labda nianze kwa kujitambulisha kwa faida ya wageni. Mimi naitwa Cecilia Msafiri. Ukifika mtaani huko utaulizia Mama Lightness, utanipata. Amen. Kwa hiyo baada ya kusema maana ya vita, tukija sasa vita vya kiroho. Vita vya kiroho ni mapigano au mapambano kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Na vita hii haionekani kwa macho. Tumesema ni vita ya kiroho, manake hauwezi kuiona kwa macho haya ya damu na nyama. Ni mapambano yanayofanyika katika ulimwengu wa roho. Na nani ni falme mbili zinapambana, ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Vita hii nimesema haionekani kwa macho, lakini vita hii inaathiri maisha yetu ya kila siku. Athari yake tutaiona kwenye maisha yetu ya kila siku. Ingawa vita inapigana katika ulimwengu wa roho, lakini matokeo yake yanatokea. Kutokana na vita vya kiroho, tunaona kuna watu wengi wamemwacha Mungu. Hayo ni matokeo ya vita vya kiroho. Tunaona kuna baadhi ya watu wamekata tamaa. Kuna baadhi ya watu wana mateso na vifungo mbalimbali, lakini kuna vitu ambavyo ibilisi au shetani anafanya, tunaviona, unakuwa na hofu. Kuna watu wanakuwa na tabia mbaya, mawazo mabaya, magonjwa, ugumu wa maisha, lakini hata kifo. Hayo yote ni athari za vita vya kiroho. Na kwa kujikumbusha, kila unachokiona leo kilianza katika ulimwengu wa roho. Kila tunachokiona kilianza katika ulimwengu wa roho, na hii inadhihirika katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Jana mwenzangu alikuwa na msomaji wake, na mimi leo naomba nipate msomaji. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vyote vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani, mstari wa 3 huo tu Amen. Nilikuwa nataka hapo, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Na tumeona kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba kila kitu unachokiona leo kimeanza katika ulimwengu wa roho. Hata ulimwengu haukuanza kwa vitu vilivyo dhahiri, ulianza kuumbwa katika ulimwengu wa roho. Lakini pia hata ukisoma Mwanzo sura ya 2 na sura ya 3, hiyo tutaisoma sasa hii, tunaona Mungu anamuumba Adamu, sura ya 1, lakini tena sura nyingine inayofuata alimuumba Adamu. Kwa hiyo ile sura ya 1 alikuwa anamuumba katika ulimwengu wa roho, lakini akaja kumuumba katika ulimwengu wa mwili. Kitabu kingine tukisoma Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Isaya 9:6. Isaya sura ya 9 mstari wa 6
Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amina. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, alikuwa anamsema Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mtoto alikuwepo, huyu Yesu katika ulimwengu wa roho tayari alikuwa ameshaandaliwa, na ni miaka nyuma, lakini Isaya alitabiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ilikuwa anakazia kwamba haya yote tunayoyaona yametoka katika ulimwengu wa roho. Baadhi ya mambo, matatizo tunayopitia leo yamepangwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Magorofa mazuri unayoyaona hayakuanza katika ulimwengu wa mwili, si ndio jamani? Yalianza kwanza, mtu alikaa akapata wazo, akaona nitengeneze hiki, nifanye hivi, mwisho wa siku kitu kikaumbwa. Kwa hiyo ulimwengu wa roho uko hivyo, lakini Wakristo wote ni askari katika jeshi la Mungu, tukiongozwa na kiongozi wetu mkuu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila aliyeokoka, ulivyookoka, Mungu alitupa neema tukaokolewa, lakini kwa nini tupo tunaishi mpaka leo, hatukufa? Sababu mojawapo iliyokusababisha uachwe duniani ni ili uvipige vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ni askari katika jeshi la Mungu, lakini tukisaidiwa na kiongozi mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Hatuwezi kupambana sisi kama sisi. Mungu ndiyo anayetuongoza katika hiyo vita, tukisaidiwa na malaika wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 3, tutaona maneno anayosema askari. Kitabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Amina. Kama swali la kujiuliza, je, wewe ni askari kweli? Wa viwango vya askari wa nyota ngapi? Au wewe ni mgambo? Au wewe ni yupi? Hapo maswali ya kujiuliza. Kwa kila mmoja ni askari. Hii manake tuna wajibu wa kufanya katika ufalme wa Mungu. Lakini hata kama wewe ngazi yako ni mgambo, tuchukulie ni mgambo. Mgambo wakicharuka machinga wanawafahamu. Yaani wakisimama kwenye nafasi yao, utajua tu, ukipita ile one way utaona peupe, unajua leo mgambo walikuwepo mahali hapa. Manake wale wamesimama kwenye nafasi yao. Lakini wakilegalega utakuta mambo yako hivyo yalivyo. Kwa hiyo sisi ni askari. Tunapigana na nani? Kama sisi ni askari, tunapigana na shetani. Huyo ndo adui yetu mkuu. Siku zote tunapigana na ibilisi, lakini na wasaidizi wake na watendakazi wake ambao wapo wakuu wa anga, majeshi ya pepo wabaya, waganga na wengine watendaji kazi wa shetani. Hao wote sisi tunatakiwa kupambana nao katika ulimwengu wa roho. Tusome kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Waefeso 6:12. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amina. Ukianzia mstari wa 10, anzia 10 tu. Mstari wa 10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amina. Asante sana. Kwa hiyo mtu yeyote anayeweza kuongea hodari, ukiambiwa huyu mtu ni hodari, unapata picha gani? Anakuwa na sifa zipi? Tunanyosha tu mkono, tunaongea hiyo ima hata kurekodi. Rudia neno la mzee kijana. Kwa hiyo mwenzetu ametuambia, mtumishi wa Mungu anasema ni mtu mwenye bidii ya kufanya jambo fulani, ni mtu anataka aone matokeo ya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na neno leo linatukumbusha tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kama tutakuwa hodari, maanake tutakuwa kanisa ambalo halitikisiki. Sisi ndio tutakuwa tunapeleka mashambulizi kwa adui. Sisi tutaenda kuvamia kambi ya adui. Katika vita, unaweza ukaruhusu vita ipigane nyumbani kwako au vita ipigane upande wa pili. Vita inapopigana nyumbani kwako na vita inapopigana upande wa pili, nani anapata hasara? Ni wakati upi utapata hasara? Vita ikipiganiwa hapa au vita ikipiganiwa upande wa pili? Utapata hasara ikipigana wapi? Hapa kwetu, si ndio? Leo tukiruhusu vita ikapigana hapa, maanake kombora likarushwa hapa, ili jengo lote linaanguka chini. Si uliona juzi tu Dubai ilivyokuwa inashambuliwa? Yale makombora yalivyokuwa yanatupwa, mji unatikisika. Kwa hiyo na sisi kama watu wa Mungu katika mapambano tusikubali kuwa sisi ndio tunashambuliwa, yaani sisi tunajikinga. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema mapambano ni ya pande mbili. Kwa hiyo unaweza ukaona hata kwenye mpira wanapocheza pande mbili, kuna ile timu yenyewe kazi yake ni kulinda na kuna timu inapeleka mashambulizi. Sasa timu ambayo ni rahisi kufungwa ni ile inayozuia tu, haipeleki au itakayoshinda ni ile inayoshambulia. Uwezekano mkubwa ni ile inayoshambulia, sababu wakifanikiwa kupiga goli wanapata matokeo. Kwa hiyo sisi watu wa Mungu tunatakiwa tutoke, tuache tu Bwana tusaidie. Yaani sawa, Mungu anatusaidia, lakini bado Mungu katupa mamlaka. Tumeona tuwe hodari katika Mungu na katika uweza wa nguvu zake. Inawezekana hatujajua nguvu za Mungu zilizopo ndani yetu, na hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tumuombe sana Mungu atusaidie. Wewe kuweka nyumbani kwako umeme, kama umejua umeme kazi yake ni kuwasha taa tu, hakuna namna ule umeme utakusaidia kufanya kazi zingine. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kujua kwamba huu umeme ninaweza nikasagia juice, huu umeme ninaweza nikaleta mashine hapa nikachomelea, huu umeme ninaweza nikafanya hiki na hiki. Kwa hiyo ndivyo Mungu, nguvu za Mungu zipo. Tatizo ni sisi kuzitumia. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona kwamba Mungu anatenda kazi kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Neno ndio linasema hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa pia tuendelee kumwomba Mungu atusaidie tuwe hodari katika Mungu, lakini pia tuzitambue zile nguvu, ile mamlaka ambayo Mungu katupa sisi kama Wakristo na tuweze kuitendea kazi. Tulipookoka, nimesema kazi tulionayo kama Wakristo, sisi ni askari na tunatakiwa kupigana, lakini sio kupigana tu, tunatakiwa tushinde. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kupigana vita na tushinde. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini, chanzo cha vita hii ni nini? Yaani kwa nini falme hizi mbili zinapigana? Chanzo cha vita. Tuangalie katika mistari. Naomba uandike Ezekieli 28
mstari wa 12 mpaka wa 17. Ezekieli 28:12 mpaka 17.